finally hayawi huwa leo ikiwa tarehe 19 Wednesday, mwezi wa 11 mwaka wa 2025, ndio ile siku na ambayo ilikuwa imeweza kutengwa Betty Bayo kuzikwa. Unaona, so wakati ibada ya Betty Bayo inaenda kuanza siku ya leo, ladies and gentlemen, na mimi Jackson nimeamua kukuja na umbea moto, kwa sababu sasa hivi huyo bwana mwenye na ambaye alikuwa ameoa Betty Bayo sasa hivi anachambwa. Unaona, anachambwa na shosho ambaye ana claim wa kwamba yeye ndio shosho ya Betty Bayo. Unaona, shosho mkongwe sana, huyo ni mkongwe kabisa, rika ya makamu. Huyo shosho anasema ya kwamba, ladies and gentlemen, huyo mwanaume kwa jina Tash anafaa kuchukuliwa hatua, kwa sababu alitorokanga Betty Bayo wakati aligonjeka akaenda Amerika. Alienda Amerika wakati Betty Bayo alikuwa anamuhitaji the most. Sasa huyu shosho anauliza, between Betty Bayo mke wake na Amerika ni nini cha maana, ni nini kingengoja? So aliweza kutoroka na Betty Bayo akawachwa bila pesa, akapelekwa kwa hospitali ambayo aliweza kukuwa rejected kwa sababu hakukuwa na pesa. By the time Shiro Wajipi alikuwa anafika pale, huyo madam alikuwa amebleed sana. Unaona, so kwa sababu pesa zenye walikuwa wanaitisha kwa hiyo hospitali ya AAR zilikuwa nyingi, inasemekana ya kwamba Betty Bayo aliweza kusafirishwa, akatolewa pale, akapelekwa kwa hospitali nyingine, na siku ya kukufa alikufa tarehe 10 na alikufia Kenyatta Hospital. Unaona, so wakati alikufa sisi tuliweza kuona huyo bwana yake kwa jina Hiram Gitau, ama zaidi ukipenda Tash, bwana mwenye aliweza kulipia Betty Bayo mahari, akamuoa pamoja na hao watoto wake, na hawajawahi kosana. Na Betty Bayo anasema kama kuna ndoa nzuri na yenye ilikuwa tamu, ni hiyo ndoa yake wakiwa na Tash. Manake Tash alimpenda na akampenda na watoto wake. Wakati baba mwenye alimtunga mimba akamzalisha wale watoto, alimkataanga. So kwa sababu ya jealousness, alipoona Betty Bayo ameolewa, ndio sasa akaanza tena kumtamani, sababu wakati huo Betty Bayo inasemekana alikuwa amemea saidongi, alikuwa amemea, sasa amekuwa na shape. Na wakati ule akizalishwa hao watoto alikuwa ameisha, alikuwa amekonda, alikuwa amebaki mifupa yote kwa sababu ya kanyare. Sijui kama mnanipata, ladies and gentlemen, I hope mnanipata vizuri. So huyo shosho ambaye sasa ni mkongwe anasema huyo Hiram Gitau afai kuruhusiwa kulea hao watoto wa Betty Bayo, kwa sababu kama alikataanga bibi yake akatoroka kaenda Amerika wakati bibi yake alikuwa na muhitaji the most, alichoose Amerika kazi than mke wake. Watu wameshtuka sana, marafiki zangu. Umwede dada kwa uhoro wa kuhusu bwana ya Betty Bayo Tash. Dada kwa uhoro wa Tash tonduriri. Tash ri uyu uri muthuri wa Betty Bayo na no mundu handsome na mundu mwega ri. Ihinda riu Betty akoma thibitari ri, acoka ona ndari cia Betty njega ri, oire maguru agithie US wira ri, na afya ya mundu ri niki kiega. What can you protect? First you protect the life, the health. Agechukua ndege aende Amerika, agetulia
aangalie hali ya bibi yake, amwangalie one thina wa kuja pesa, aone shida ya bibi imetoka wapi, ninaenda wapi, na angempeleka hospitali for nini, hata nini for further examinations. Ni agio ile jukumu wira nduri fata ni tondu pesa ndungigura na kiria na mundu murwaru, angechukua hiyo jukumu kwanza juu angetake as a serious note. Na celebrities nataka kuwaambia leo, today wacheni kujichukua jina kubwa, na nyinyi mnataka kwenda vitali sio nene kwenda Kenyatta, na Kenyatta ni thondekanaga am stage 4 cancer, bone breast cancer ama breast cancer stage 4, na mimi ni huyu na survive, na nilichukua jukumu. Hata mimi niko na pesa nikeweza hata nini kidogo, hata kama si pesa mingi, lakini niliona nilileti Kenyatta is only the place I could get the good endocrinology and oncology, the one they could treat me. Na hata saa niko under treatment, hata kama niko KU. Na SHA inafanya insurance, amchukui insurance, mnajifanya tu ni kwenda kuiba. Wachani hata hiyo nini unafanya kuwa na jina kubwa. Hapana, chukua insurance hata ya watoto wako. Hata hiyo nyumba kubwa unakaa. No mega ya no gakomborithia ni muko na pesa. Ti mundu last minute no gusagirwo namwe ni mekwaga pesa ate nene ni maracanga. Ritwa ritiri fata ta gukorwo wi in your life. Invest we igira kamuthizo ona thini wa kiria wa Proverbs 22 muthwa ni weigagira irio hende ya sama ukarogota to irio muthwa ukaiga ni undu wa winter kiria ikaria ikeigira ni wonaga muthwa ukikati ona inywe sokai kwigira muthizo in Jesus name. Hiyo video imeweza kufikia familia ya kina Betty Bayo pamoja na bwana yake huyo Tash. Wameshangaa sana kuona nyanya mkongwe mwenye hata hawajawahi ona, hawamjui, hata hajawahi onana na Betty Bayo, hata kwa maisha ya Betty Bayo ajulikani, anaongea uongo kwa kifo cha Betty Bayo. Sasa swali letu ni je, huyu mwanamke huyu mshosho anaweza kuwa ametumwa na nani? Hiyo information ako nayo ya kwamba ati bwana ya Betty Bayo alitoroka, alitoa wapi? Wakati sisi tarehe 10 wakati kifo chake Betty Bayo kilikuwa kinakuwa announced, tuliona huyo bwana yake akiwa mahala pale. Unaona, tuliona Kanyare pale, tuliona pia huyo bwana yake pale. So inamaanisha wakati Betty Bayo aligonjekanga, wakati alianza kubleed, maana yake inasemekana alibleed, aligonjeka kama wiki moja before akufe. So wakati bwana yake huko Amerika alisikia tu bibi yake ni mgonjwa, akatafuta tiketi ya ndege na akakuja. So by the time Betty Bayo alikuwa nakufa, bwana yake alikuwa pale. So mimi sioni makosa ya huyu bwana. Alafu pia unajua guys, Kanyare alikataanga Betty Bayo, alimzalishanga watoto bila kumuoa. Prophet ambaye ni pastor alichoose kuzini na Betty Bayo wakati Betty Bayo alikuwa anaimbia Mungu nyimbo za Injili. Akaamua kumzalisha watoto bila kumuoa, na huko bado anaendelea kuombea watu akijiita prophet. Na unajua kukuwa prophet inamaanisha unachukua orders kutoka kwa Mungu direct. Mungu ndiye anakuambia fulani ni mgonjwa hivi, nenda kamuombe. Fulani kitu fulani kinamsumbua, nenda kamuombe. Fulani uchawi imezikwa kwa boma yake, nenda ukamuombe. So kukuwa prophet, ladies and gentlemen, hauwezi kuwa muongo, na pia uwezi ukakuwa unahubiri
maneno yenye yako kwa Biblia na wewe mwenyewe kama prophet au yatekelezi. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kabla ulale na mwanamke lazima umuoe. Kwa hivyo hawa mapasta wote wenye somea watu hiyo Biblia lazima kwanza wa exercise chenye kimeandikwa pale kabla wa pass on to someone else. Lakini kama Kanyare yeye mwenyewe awezi akafuata chenye Biblia inasema, anaenda analala na mwanamke, anamzalisha watoto wawili na anamkataa. Betty Bayo alibegi huyo mwanaume amuoe na mwanaume akakataa, hadi Betty Bayo akaamua kutoroka. Hata pesa zake zenye Betty Bayo alikuwa analipwa wakati alikuwa na perform, anapoitiwa kazi kwa makanisa na pia huko Amerika, alikuwa analeta hizo pesa anapatia Kanyare. Kanyare anafanyia maendeleo, alafu baadaye akakataa kumuoa kwa sababu wakati huo Betty Bayo alikuwa mifupa. So mimi kama Jackson guys nimesema hapana, watu wawachane kabisa na Tash. Wakati huu Tash amepoteza bibi yake. Ile bondi yenye Tash alikuwa nao na watoto, hawa watoto wako comfortable kwa mikono ya Tash kwa sababu wameishi na huyu Tash wakiwa wadogo mpaka sasa hivi wamekuwa watu wakubwa. The reason why Betty Bayo aliamua kuhusisha Kanyare kwa watoto wake ni kwa sababu ako uhai na pia yeye Betty Bayo ameokoka. Hakuna vile angeruka na wale watoto wamechukua sura za Kanyare. Sio kama mnanipata. Lakini kama sasa hivi inasemekana ya kwamba Kanyare ameamua sasa hivi kulipa mabloga waeneze habari potofu na uongo kwa Tash ndio ili apewe watoto, hivyo ni vibaya sana. Manake Kanyare yeye vitu zenye anafanya kwake ni mzuri, lakini vitu watu wengine wanafanya kwake anaonanga zikiwa mbaya. Mnaona? Kanyare ni mtu anakutusi akisemanga vile wewe hauna akili. Wasichana wenye wanamfanyia kazi kwa kanisa yake anasema hawananga akili, ni wenda wazimu. Ndio kwa maana kwa kanisa yake hakuna mwanamke mzuri mwenye anaweza oa. Mind you, huyu Kanyare ni prophet, ni pastor, anaponya na pia vile vile anaondoa mapepo. So mbona asiombe hao wanawake wenda wazimu wapone, waokoke, alafu waoe? Hawezi fanya hivyo kwa sababu huyo jamaa ni comedian, hakuna nguvu ako nazo, yeye ako pale kuigiza na kutengeneza pesa, nothing else. So mimi kama Jackson, ladies and gentlemen, nimeweza kuona pia vile vile mama ya Betty Bayo ambaye ako huko Amerika mahali panaitwa Seattle, Washington. Mama mzazi wa Betty Bayo, yule mama mwenye Betty Bayo alitengenezea nyumba. Betty Bayo wakati alikuwa celeb akatoa wimbo ya kwanza ikaanza kuhit, pesa za kwanza alikuwa anapatia Kanyare amwekee, kwa sababu Kanyare alimleta kwa nyumba yake come we stay, kwa nyumba yenye pia iko na wanawake wengine pia wenye ameleta kwa hiyo nyumba come we stay. So walikuwa kwa hiyo nyumba wanawake 8. So you can imagine Kanyare alikuwa lala na huyu Betty Bayo akijisikia, lakini mara nyingi alikuwa ni kama alikuwa analala na wale wasichana huko kwa ofisi. Juu alikuwa anafika kwa nyumba ajisikia hata kuongea na Betty Bayo, ataki hata Betty Bayo amuongeleshe, au wasichana watakasirika. Huyo mwanaume alikuwa weird sana. Kama kuna mwanaume mwenye ameshibishwa ngono na wanawake tofauti ni Kanyare. Hiyo kitu ya Kanyare hiyo imeingia ndani ya wanawake wengi sana. Ndio kwa maana hata ananga ladha ya kuoa. Manake hii kitu wanaipata vile anataka, na analala nao wafuasi wake kwa kanisa, na afuta kulala na wao anawatusi. Kama wanawake wangekuwa wamerekodi ma video guys, tungejionea maajabu. Lakini kwa sababu wako pale kwa sababu ya shida, hizo pesa za Kanyare ndio wanataka. Juu Kanyare mwanza chalala na wewe, inasemekana
hauwezi fungiwa nyumba, anakuprovidea kila kitu. Ndio maana unaona hawa wasichana pale hata waende wanarudingi tu. Utapata wapi pesa za bwerere? Utapata pesa za bwerere na hii karne yenye tuko utatoa wapi? So ladies and gentlemen, inasemekana mama ya huyo sasa Betty Bayo ako Washington huko Amerika. Na unajua huko Amerika guys, inasemekana kama haujakuwa citizen wa huko hauwezi toka huko. Na ni kama mama hataki kukuja Kenya saa hii, ni kama kuna mission anafanya huko. Na unajua sasa hivi the only way unaweza kuja Kenya ni ukue deported, na once umekuwa deported hauwezi rudi. So ndio kwa maana unaona mama ya Betty Bayo ameamua kuombolezea online. Hata wakati maservice ya Betty Bayo ilikuwa inaendelea, ladies and gentlemen, mama yake alikuwa anahutubia watu live na inaitwa live stream, unaona. Lakini ladies and gentlemen, kuna kitu ambayo mimi nimeona niongelelee. Huyu Betty Bayo guys, yes amekufa, lakini mkae mkijua ya kwamba Betty Bayo alichukiwa sana baada ya ile scandal ya 310 ya Kanyari. Betty Bayo ile trolling alipata, amekufa tu kama bado watu wengine wanamtroll. Na kwa sababu ya uoga ya kutroliwa, wakati aligonjeka hakutaka anything to have with Kenyans, kwa sababu alijua Kenyans wanamchukia. Na akasema mimi nitakufa. Na nasemekana aliandikanga post kwa akaunti yake, akasema huu wakati mgumu, rest in peace, sijui what, sijui nini Betty Bayo. Lakini baadaye naambiwa alikuja akadelete hiyo post, unaona. Na ndio akakuja baadaye akakufa, unaona. Sasa Betty Bayo anasema dakika za mwisho aliambianga hero wa GP, wakati nitakufa, please, sitaki mwili wangu ipigwe picha na sitaki watu wa view mwili wangu. The only people wenye wataview mwili wangu ni people with dignity, waimbaji na watu wenye nambao they are prominent. Lakini other congregation, hawa watu wenye wa TikTok wa wapi, wa Facebook wa wapi, ataki watu wa view mwili wake. So huyu Betty Bayo, ladies and gentlemen, Shiro wa GP akiwa na wenzake wameamua kufulfill will yake. She will be the first female woman in Kenya kuzikwa bila mwili wake kukuwa viewed na watu. Mtu yoyote mwenye anataka kwenda kuview mwili wa Betty Bayo lazima aende kwa mochari, na wanaenda in groups na mpangilio. Lakini sio mtu hivi hivi. Mtu kama mimi siwezi nikaenda, lazima ukuwe recommended na familia. The way mlimchukia akiwa duniani ndivyo ameamua kujitoa polepole. Na ndio kwa maana hata alisema hata wakati atakufa watu wasichange, azikwe tu na ile budget itakuwa. Lakini kwa bahati mzuri viongozi wakubwa wamejitolea, wamechanga pesa, na hakuna mambo ya accountability pale. Hii mchango yake imekuwa mchango ya watu machua. Kama former president Uhuru Kenyatta alitoa milioni 1, alituma Kanzedena alete 1 million. Watu wamechanga pesa bwana. Na unaona hii budget ilikuwa imesemekana draft yake ilikuwa imedraftiwa ya 3.5 million. Mimi nashuku hata hizo pesa zimechangwa nyingi sana, kwa sababu watu wenye wameokoka wenye wako Amerika ni wengi. Kenya pia wasanii pia ni wengi, waliweza kuchanga sana. Watu walichanga pesa huko Blue Spring, pesa nyingi sana. So guys, wacha tujifunze kitu kwa hapa. Wacha tujifunze kitu kwa hii kifo ya Betty Bayo. Wacha tujifunze kitu kwa hii kifo ya Betty Bayo, kwa sababu watu wanaongea mbaya. Nimeona hata ndugu, the only brother wa Prophet Kanyari, aliongea mbaya sana kwa bwana ya Betty Bayo, akisema vile ambavyo
analelea aje mwanaume aje mtoto. Na ninafurahia kwamba sababu watoto watarudi, because hata mimi nilikuwa najiuliza ya kwamba utafanyaje co-parenting na mwanaume mwenzako. Najua it is very hard because sasa ile ilikuwa super glue bwana, sasa imeondoka. Sasa you cannot co-parent na mwanaume mwenzako. Bwana asifiwe. Sasa tumekusanyika sababu ya nani? Ya Betty Bayo. Bwana asifiwe. Na ninaona ya kwamba hata siku ya leo wale watoto watarudi katika mikono ya Pastor Kanyari. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maombi yetu, hata wachanganike na wale makazi ni wao, because hata mimi niko na watoto, sasa tuwachanganye. Bwana asifiwe. Wachanganishe watoto wetu na kizungu kidogo, tuone kutakwendaje. Bwana asifiwe. Zaidi ya yote tumefurahi sana kufika mahali hapa, tuko hapa tunaweza tunalia. Bwana asifiwe. Na ninafurahia kwamba sababu watoto watarudi, because hata mimi nilikuwa najiuliza ya kwamba utafanyaje co-parenting na mwanaume mwenzako. Najua it is very hard because sasa ile ilikuwa super glue bwana, sasa imeondoka. Sasa you cannot co-parent na mwanaume mwenzako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mahali mzee yuko apate hiyo ujumbe, tunangojea kilicho chetu. Mungu awabariki na Mungu aonekanie. Asante sana. Na wale watutaenda twende matanga ili tukoonekane tuko wengi. We are the silent majority. Alelewa aje mtoto ukiwa uhai. Aliongea mbaya sana kwa mtandao, akafanya mpaka watu wamekuwa wakimwattack sana hadi akakuja ku apologize. Imagine. Habari zenu, mimi naitwa Jackson, na kuna kitu ambaye ninaona ya kwamba nimepata watu wamenishika vibaya ama nimekuwa misquoted kwa yale mambo ambaye niliweza kuzungumza jana katika candlelighting ya Prophet Kanyari. Na nataka kusema ya kwamba watu walinipata vibaya katika maneno ambaye, kuna kitu ambaye nilisema maneno ambaye ni ya super, na nikasema ya kwamba sasa yule ambaye alikuwa anawaunganisha sasa ameondoka, so sijui vile kutakuwa. Na wakati ambaye nilisema namna hiyo, watu wameandika mambo mengi sana, lakini nafikiri ya kwamba kuna wengine wako pande yangu wanasema nilisema ukweli, na kuna wengine wanasema kwamba niliongea vibaya. Na mimi sioni, I beg to differ. Mimi sioni mahali ambapo niliongea vibaya, because nilisema ya kwamba yule mtu ambaye alikuwa anafanya ya kwamba Kanyari ama Kanyari vile ambavyo Kanyari yuko, alikuwa kwamba ni Betty Bayo ndio alikuwa anaunganisha Kanyari na Tash. Now that Betty Bayo hayuko, sioni link nyingine tena between Kanyari na mtu ambaye anaitwa Tash, na watoto ni wa Kanyari, na sioni kama Tash pia anaweza kuamilia watoto ambaye anajua kwamba sio wake. So Juma nikasema ya kwamba now that Betty Bayo hayuko, uzuri kwamba mtu ambaye anaitwa Kanyari anafaa kupatiwa watoto wake, because itakuwaje ya kwamba mtoto wa msichana apatiwe mtu ambaye sio baba yake na baba yake yuko? Sioni kama ni haki. Mimi sioni kama ni haki, na baba yake amekuwa all along, amekuwa akisimama mahali pale, amekuwa akiangalia watoto wake vizuri, si ati kwamba tu ametokea sasa. Na mimi najua Bayo katika personal capacity alikuwa rafiki yangu, hata wakidate mimi ndio nilikuwa natumwa, naambiwa kwamba enda Kanyari ananituma enda waambie Bayo hivi, Bayo ananituma ananiambia kwamba hivi. Tuko na joke because she was my sister in law. Sasa sioni ya kwamba vile ambavyo nimeongea vibaya, lakini kama kuna mtu anaona ya kwamba nimeongea vibaya, naomba mnisamehe. Find it in your hands. Forgive me. Mimi ni mwanadamu na nimeumbwa katika tu udongo, yani ya kwamba mimi ni mtu kama yule mtu mwingine. Naomba muweze kunisamehea, na nafikiri ya kwamba if you find it in your heart to forgive me, please. Na watu wasiseme ya kwamba na smile ati nacheka, nilikuwa nacheka. My friend, nimeumbwa nikiwa hivyo. Mimi sikasirika, mimi I just laugh. So Mungu awabariki. Aliongea shit. Yani hiyo familia ukiangalia wote ni mapasta, lakini sijui wanatumianga akili gani. Those people, they are there to make money. Mtu mwenye ni pasta ataongea aje mbaya? Ati wewe Kanyari, wewe hata uko na roho, unaongea na ex wako, mwanamke mwenye amekuacha na anakula na mwanamume mwingine, hata wewe uko na roho. Mimi tungekuwa mimi kama ni kuongea ni panga ndio ingekuwa inaongea, sio ati kuongea hivyo. Not to talk of sijui kusomesha watoto sijui ngambo mamilioni sijui mapesa.
Yeye anasema kama ni yeye, my friend, yeye mtoto wake yeye anasoma kwa shule ya 15,000. Ikipita hapo ikae, wacha mtoto asome kawaida, ateseke. Yeye pesa zake yeye anatengeneza magorofa. Ile siku watakuwa wakubwa watapata pesa zishatengenezwa. Sijui kama mnanipata. Hiyo ndio mentality ya ndugu ya Kanyari. Yaani watu wanaongea vitu huku nje mpaka unashangaa. Hao watu walijipataje humu duniani? Watu hawafikirii kabisa, na ni mapasta, ni mabishop wanahubiria watu ati wanasaidia watu kwenda mbinguni. Hao ndio daraja ya kwenda mbinguni. Ukitaka nini, ati hao ndio daraja ya kwenda kuvuka mto, ukitaka kuona ng'ambo ya pili, njoo kwake Yesu nawe uokolewe. Sasa hao ndio daraja ya kuvuka mto kuelekea kwa Bwana Yesu. Guys, hiyo sijui hata hiyo nilisikia wapi. But anyway, mambo ya watu hatuwezi tukaingilia, letu tu ni umbea. So thank you so much guys for listening. Let us meet on the next video. Until next time, God bless you. Bye bye. Jackson hapa.